Naam, hii ni taswira ya Al-Shifaa mtazamaji, ikiwa ni Jumatano ya mwezi Agosti mwaka 2026. Ni matumaini yangu kwamba mzima, hujambo na karibu. Nafahamika kama Muntaha Ramadhan. Habari hizo peperusha mubashara kupitia mitandao ya kijamii, ambapo kwenye ukurasa wetu wa Facebook tunapatikana kama Al-Shifaa Digital Kenya, YouTube tufuatilie kama Al-Shifaa Television Kenya, na kwenye mitandao ya TikTok, Instagram na X ni Al-Shifaa Media Kenya. Pia unaweza kusikiliza vipindi vyetu vya redio kupitia tovuti yetu ya www.alshifaradioKenya.com. Naam, tukianza na taarifa kuu ni kuwa mwanamume mmoja anauguza majeraha mabaya mjini Mombasa baada ya kushambuliwa na kundi la vijana waliokuwa wamejihami kwa mapanga. Polisi wanasema mwanamume huyo alishambuliwa katika tukio linaloaminika kuwa la kulipiza kisasi. Washukiwa walitoroka baada ya kutekeleza shambulio hilo, huku polisi wakiwataka wakazi wa eneo la Old Town kutoa taarifa zitakazosaidia kukamatwa kwao. Polisi pia wamewataka wananchi kushirikiana nao kwa kutoa taarifa kuhusu wahusika wa tukio hilo ili waweze kufikisha mbele ya sheria. Alikuwa amebeba kitu kwenye mkono, akaweka hiyo kitu chini ambao it's like ni gunia, akaweka chini, akatoa panga nyuma kwenye kiuno, akatoa panga, akampiga victim kwenye kichwa, kwenye left hand, na akamdunga na kisu. If the courts are sure that this person is threat to the society, why release him in the first place? Huyo kijana aliyetenda majeruhi haya ni kijana anayejulikana na ako na criminal case kotini. Still at large, but we are pursuing, and we must make sure we arrest. I'm appealing to the public to remain calm. Na katika taarifa nyingine, aliyekuwa waziri wa jinsia Aisha Jumwa na mbunge wa Nyali Mohamed Ali wamekumbana na msukosuko mkubwa wa kisiasa kutoka kwa viongozi wa chama cha UDA na wakazi wa Mombasa kufuatia hatua yao ya ghafla ya kukihama chama hicho cha utawala. Hatua ya Jumwa kujiondoa UDA akidai kudhulumiwa kisiasa, pamoja na uamuzi wa Ali wa kuhamia chama cha Wiper kama naibu kinara, vimezua wimbi la ukosoaji mkali likitawaliwa na hisia za kusalitiwa kuelekea uchaguzi mkuu, wakati ambapo nchi ipo kwenye utata wa kisheria kuhusu tarehe halisi ya uchaguzi kufuatia agizo la Mahakama Kuu ya Malindi. David Lukoya ameandaa taarifa ifuatayo. Aisha Jumwa Karisa Katana is no longer a member of the United Democratic Alliance UDA. Aliyekuwa waziri wa jinsia Aisha Jumwa anakabiliwa na mawimbi makali ya ukosoaji kutoka kwa viongozi wa chama cha UDA kufuatia hatua yake ya kujiondoa rasmi kwenye chama hicho tawala. Ukosoaji huo umejitokeza leo kwenye mkutano uliojumuisha viongozi wa UDA na wakazi wanawake wa kaunti ya Mombasa. Aisha Jumwa kuondoka kisiasa. Aisha Jumwa aliondoka kwa maslahi yake. Aisha Jumwa umekuwa waziri wewe wa kina mama hawa. Nyinyi kina mama iko mkutano wote Aisha Jumwa alikuja na pesa kutoka serikalini akawapatia makundi yenu. Sasa wale kwa nani? Wale kwa nani? Ruto amekupatia uwaziri, wewe mwenyewe form 4 hujafika. Hawa ndio kwenda kukutana nao kina Orengo huko Malindi. Ndio hawa waliotoa kesi kotini kusema wewe you don't qualify to be a chairman of Kenya Road Board. Sasa Ruto ana makosa gani? Wale ambao wanakimbia katika chama cha UDA ama wanampinga ni wale wanaangalia maslahi yao na matumbo yao. Kwa sababu kama ni mheshimiwa Aisha Jumwa alikuwa waziri wa jenda, amekaa miaka mitatu, mwaka mmoja akapelekwa kwa upande wa barabara. Only 1 year yuamwambia president ati kuwa hakupewa kazi hata ya kufagia, kumuonesha mama ambaye hajielewi Ruto yuamnyanyasa, wakati yeye Aisha Jumwa yuatafuta kazi, hawatafutiki na mama. Jumwa ambaye aliwahi kuwa mbunge wa Malindi alitangaza kujiondoa akidai kudhulumiwa kisiasa, hatua ambayo baadhi ya wakazi wa kaunti ya Mombasa wameikosoa wakisema si ya busara kuelekea uchaguzi mkuu ujao. Aisha Jumwa kujiondoa kwa chama cha UDA akujamuondolea Rais Ruto chochote. Manake hana mchango wote. Manake hata pale walisimama na Mung'aro aliangushwa na akiwa na chama kile cha UDA. Kusema ukweli, kwanza hilo jambo ambalo amefanya linasikitisha watu wengi. Na mimi kwa mtazamo wangu naona amefanya makosa. Angegoja kwanza akae kwa ile chama yake
mpaka tungoje the next elections, ndo from there ange make his own decision. Wakati huo huo, mbunge wa Nyali Mohamed Ali naye ameingia kwenye mtego wa kukosoa kutoka kwa walioshirikiana nao ndani ya UDA. Viongozi hao wamemkumbusha jinsi walivyompigia debe hadi akahudumu kwa miaka 10 kama mbunge. Uamuzi wa Ali kuondoka UDA umemfanya kuteuliwa naibu kinara wa chama cha Wiper, ikizingatia kuwa awali alikuwa mshirika wa karibu wa chama tawala. Nimemuona mbunge wangu wa Nyali ambaye alikuwa ni Mohamed Ali amehama, ameenda kupewa party leader kwa Wiper. Asijipige kifua na Mombasa. Mimi ni mmoja wao niliyemzungusha Mohamed Ali Mombasa. Hawa wamama tulimsupport Moani kiwa nao. Na hawa mama nimewatoa. Hakuna mtu atasupport Mohamed Ali. Mohamed Ali atakwenda kama Mohamed Ali kwa sababu ya tumbo lake na maslahi yake. Asijipige kifua akiapisha mama zangu, akiwapiambia kwa hiyo waapisha wakati yeye akiomba kura. Hakuna mzazi wa mtu alimwapisha. Hayo yakijiri, hali ya kisiasa nchini inaendelea kuwa ya vuguvugu kufuatia utata wa tarehe ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Utata huo unajiri baada ya agizo la mahakama kuu ya Malindi kutaka kura ipigwe leo kwa mujibu wa katiba. Unaposema mimi ni basi, kuna walosema watanipata lini. Nikiripotia taswira Al-Shifa kutoka kaunti ya Mombasa. Jina langu ni David Lukoe. Na kwingineko, vurugu zimezuka nje ya bunge la kaunti ya Mombasa muda mfupi baada ya vijana na watetezi wa haki za binadamu kuwasilisha mapendekezo yao kwa uongozi wa bunge hilo, huku baadhi ya waandamanaji wakidai kushambuliwa na kupokonywa mali zao. Kundi hilo la vijana lilikuwa limefika katika bunge la kaunti kwa maandamano ya amani, likitaka ushiriki zaidi wa vijana katika uongozi, utoaji wa maamuzi na uandaaji wa sera zinazowahusu. Hata hivyo, dakika chache baada ya kuwasilisha mapendekezo hayo, kundi la watu wanaodaiwa kuwa na silaha liliwavamia na kuwashambulia waandamanaji. Vijana hao walikuwa wamekusanyika wakati wa maadhimisho ya siku ya kimataifa ya vijana, wakitaka changamoto zinazowakabili vijana Mombasa zipewe kipaumbele na sauti zao zishirikishwe katika masuala ya uongozi wa kaunti. Vijana na watetezi wa haki za binadamu wamekashifu tukio hilo, wakisisitiza kuwa walikuwa wamekusanyika kwa amani kutekeleza haki yao ya kuwasilisha malalamishi na kushirikiana na viongozi wa kaunti. Wameitaka pia bunge la kaunti kuzingatia mapendekezo yao na kutoa nafasi kwa mazungumzo zaidi kuhusu masuala yanayowahusu vijana. Memorandum ambayo ilikuwa inaangazia masaibu ambayo vijana kutoka Mombasa wanapitia, kuanzia ukosefu wa kazi, kutumika vibaya, uhuni na ukosefu wa mswada ambao unaweza kuelekeza namna vijana wanavyofaa kupelekwa ndani ya kaunti ya Mombasa. Sisi youth wenyewe tumejitokeza, maana kuna petitions zingine ambazo county government zenyewe hazija approve mpaka leo. Alafu baada tukiwa katikati ya mazungumzo ya petition, tunakuja kukutana na bodyguard wake, wanaanza kuleta vurugu. Nilikuwa nimesimama hapa nachukua kamera tu ya vile jamaa wanakuja. So the moment walivyokuja wakanishika, wakachukua simu yangu, wakaanza kunipiga marungu. I've done nothing. Kwani si haki yangu kuchukua video? Na sijachukua video eti ni video ambayo ni mbaya. Ni something kwamba nachukua video watu wanakuja tu. Ushaona? Alafu the moment wakaja wakanipokonya simu, wamenipokonya mic zangu. Katiba ya Kenya ibara 33 inaeleza kwamba kila mwananchi ana haki na uhuru wa kujieleza. Sisi kama vijana tukaamua kuja kuwasilisha memorandum yetu. Swali ni, tukienda barabarani mnatupiga, tukija pia maofisini mnatupiga. Where do you want us to feel heard? Na tukisonga mbele, vijana katika kaunti ya Kwale wamehimizwa kutumia vipaji na uwezo wao kujikimu kimaisha, huku wakitakiwa kujiamini na kujituma katika kutimiza ndoto zao. Akizungumza kuhusu maendeleo ya vijana, Francisca Kilonzo, mkuu wa idara ya huduma za kijamii katika kaunti, amesema serikali ya kaunti imeweka mikakati ya kukuza na kuendeleza vipaji vya vijana. Kilonzo amesema vijana ni kizazi kinachoaminiwa na kinapaswa kutumia uwezo wao kujenga maisha yao badala ya kuacha vipaji walivyonavyo vipotee bila kutumiwa. Ametoa mfano kwamba iwapo watu wangekataa kutumia uwezo na vipaji vyao, nchi isingekuwa na viongozi mbalimbali waliopo leo, akiwataka vijana kujiamini na kutumia vipaji vyao kutimiza ndoto zao.
Amesema serikali ya kaunti itaendelea kuweka mazingira bora yatakayowawezesha vijana kukuza vipaji vyao, kujiajiri na kujitegemea. Vijana wenzangu ambao tuko hapa siku ya leo, tuamke kutoka kwa ile minyororo, useme mimi naweza, mimi niko na nafasi, mimi naweza kusucceed. Usidhani wewe peke yako ndio umefungiwa katika ile room ambayo iko na giza, hauoni mbele, hauoni nyuma. Hapana. Kila mtu hapa duniani yuko na riski yake. Lakini bidii ni wewe mwenyewe utaamua, mimi nitaamka leo nitaenda kufanya jambo gani. Kama serikali ya kaunti ya Kwale, jambo letu ni kumake sure tumeweka ile mikakati mwafaka. Create conducive environment yako kunacha ile talent yako. Tukiangalia katika the same department ya social services, kiwanja kile kikubwa katika jumuiya yote ya Pwani kimeweza kujengwa pale stadium. Kiwanja kile kitatumika na vijana wa Kwale na wasio wa Kwale. International games zote zinaweza kufanyika wapi? Pale. Lakini wewe kama ni mchezaji na talanta umeifukia mchanga, utaweza kutumia kile kiwanja kweli? Nasema shukrani za dhati mtazamaji kwa kutegea Al-Shifaa. Unaweza kufuatilia vipindi vyetu vya redio kupitia Al-Shifaa Radio Kenya. Nachukua pumziko fupi na rudi na habari za kimataifa na michezo. Naam, karibu tena mtazamaji. Mashambulizi ya ndege zisizo na rubani yameripotiwa usiku wa kuamkia Jumatano katika mji wa Khartoum. Kulingana na shirika la habari la AFP, mashambulizi hayo yameripotiwa pia katika miji ya Atbara na Eldamir katikati mwa mji mkuu wa Sudan, Khartoum. Milipuko imesikika karibu na kambi ya jeshi ya Wadi Saidna. Watu walioshuhudia wamesema kuwa waliona drone angani katika maeneo hayo. Hata hivyo, hadi sasa hakuna taarifa za haraka zilizotolewa kuhusu vifo au majeruhi. Sudan ilitumbukiwa kwenye vita tangu mwezi Aprili mwaka 2023. Mzozo huo uliosababishwa na mzozo wa kuwania madaraka kati ya jeshi rasmi la nchi hiyo chini ya Abdel Fattah al-Burhan na kikosi cha RSF kinachoongozwa na Mohamed Hamdan Daglo. Kulingana na Umoja wa Mataifa, mzozo huo umechangia kutokea kwa moja ya majanga makubwa zaidi ya njaa na wakimbizi duniani. Na katika michezo, Al-Shifaa Media FC imefuzu kwenye fainali ya mchuano wa Sisini Dola Cup baada ya kuipiku timu ya Azam United kwa bao 1-0 katika nusu fainali ya mchuano huo. Ushindi huo umeihakikishia Al-Shifaa Media FC tiketi ya kucheza fainali ya mchuano huo na kuwapa fursa ya kuandika historia mpya baada ya kufikia fainali kwa mara ya kwanza. Al-Shifaa Media FC itamenyana na Green Eagles siku ya Ijumaa, huku zawadi ya kitita cha shilingi milioni 1 ikiwavutia washiriki. Na tukipaa ugaibuni, Galatasaray wanafanya uchunguzi kuhusu uwezekano wa kumsajili kiungo wa Liverpool Mac Allister mwenye umri wa miaka 26. Mchezaji huyo amekuwa pia akihusishwa na Manchester City ambao huenda wakampoteza Rodri ambaye anakaribia kujiunga na Barcelona. Barcelona atapambana juu chini ili kupata sahihi ya beki wa Uhispania Pedro Porro mwenye umri wa miaka 25. Mchezaji huyo amekuwa na kiwango bora kwenye michuano ya kombe la dunia huku akizivutia timu zingine. Inter wanakaribia kufikia makubaliano ya kumsajili beki wa kulia wa Tottenham Jed Spence kwa ada inayozidi dola milioni 35 sawa na takriban pauni milioni 26. Aston Villa wameanza rasmi harakati za kumsajili mshambuliaji wa Juventus Jonathan David. Kuondoka kwa David kunaweza kuiwezesha Juventus na mpango wake wa kumsajili forward wa Man United Joshua Zirkzee kutoka Manchester United. Mshambuliaji mwingine anayewindwa na Aston Villa ni Nicholas Jackson wa Chelsea ambaye thamani yake imewekwa kuwa dola milioni 69 sawa na takriban pauni milioni 51. Jackson pia anavutiwa na Tottenham Hotspur. Na kufikia hapo mpenzi mtazamaji, nasema shukrani za dhati kwa kuwa nami hadi tamati. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mpiga picha amekuwa Joseph Lewa na mwelekezaji wangu amekuwa Hanifa Yusuf, nami nimekuwa wako Muntaha Ramadhan. Nikutakie usiku mwema.